Wajasiriamali wachanga 122,000 ambao wanatarajiwa kupokea shilingi 25,000 kupitia awamu ya pili ya mpango wa Nyota. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo, Rais William Ruto amezielekeza taasisi za serikali za kifedha kuanzisha mchakato utakaohakikisha vijana walionufaika wanapata pesa zaidi ili kuendeleza biashara zao. Rais Ruto pia ameagiza vijana watakaofungua biashara zao kupitia mpango huo kutotozwa ada ya vibali vya biashara zao kwa kipindi cha miaka 2 ili kuwapa nafasi ya kuzikuza biashara zao. Rais William Ruto ameongoza hafla ya uzinduzi wa mpango wa Nyota wa awamu ya pili. Zaidi ya vijana 122,000 wakitarajiwa kupokea shilingi 25,000 kila mmoja kuanzisha au kuendeleza biashara zao. Nairobi hoye! Rais Ruto akiagiza vijana watakaofungua biashara kupitia fedha za mpango wa Nyota kutotozwa ada za vibali vya biashara kwa kipindi cha miaka 2 ili kusaidia biashara zao kujikuza. Pia akiamrisha Wizara ya Vyama vya Ushirika na Maendeleo ya Biashara ndogondogo kuanzisha taratibu zitakazosaidia kuwatambua walionufaika ili wapate huduma za serikali kwa urahisi. I therefore direct the Intergovernmental Budget and Economic Council, working together with the county governments, to develop and implement a 2-year business permit waiver for all Nyota beneficiaries and MSMEs development to establish a national Nyota identification mechanism so that every beneficiary can seamlessly access government services, incentives, and opportunities designed to support enterprise growth. Rais pia amezielekeza taasisi za serikali zinazotoa huduma za kifedha kuweka mikakati itakayohakikisha vijana walionufaika na mpango huo wanapata fedha zaidi ili kuimarisha biashara zao. Financing institutions including the Youth Enterprise Development Fund, the WESO Fund, the Women Enterprise Fund, Kenya Industrial Estates and other relevant agencies to establish a dedicated Nyota growth product. The first grant must never become the last opportunity. Uzinduzi wa awamu ya pili ya mpango wa Nyota ulifanyika kote nchini. Baadhi ya mawaziri na makatibu wakiongoza hafla hizo katika sehemu mbalimbali nchini. Mimi nilipokea 22,000 nikaanza biashara ya kuku. Hapo nilikuwa na hatchery, nilipewa na kampuni fulani. Nilinunua mayai ya 5,000 peke yake. Hatchery nililipia 2,500. James Mwangi, Undugu TV.